Asma, swala nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, na pia asante sana waziri kwa majibu yako mazuri ambayo ulionipa. Naomba niongeze maswali mawili nayo pia kama yafuatavyo. Je, serikali ina mkakati gani mahasusi wa kuhakikisha kuwa ushirikiano katika bodi hizi mbili za utalii wa Tanzania na Kamisheni ya Utalii wa Zanzibar inaleta chanya ya ongezeko la ajira katika vijana ya moja kwa moja wa Tanzania, lakini pia hususan vijana na wanawake, lakini kipekee vijana wa jimbo la Welezo? Pili, naomba kuuliza, je, serikali italeta lini viashirishi vya mafanikio KPIs vinavyopima ongezeko la utalii, mapato na ajira katika kupitia ushirikiano katika bodi hizi mbili ya utalii wa Tanzania pamoja na Kamisheni ya Utalii ya Zanzibar? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, na nimpongeze kwa maswali mazuri ya msingi Mheshimiwa Asma Ali Mwinyi, mbunge wa Welezo, na nimthibitishie tu kama nilivyojibu katika swali la msingi. Moja, serikali ya Tanzania pamoja na serikali ya Mapinduzi Zanzibar katika swali la msingi tumeonyesha kwamba tumesha saini mkataba wa makubaliano kwa maana MOU katika kukuza sekta ya utalii nchini, na lengo la makubaliano hayo ni kuhakikisha kwamba moja, tunaongeza idadi ya watalii na watalii wengi wanakaa muda wa kutosha hapa nchini. Kwa kufanya hivyo kutasaidia kuongeza ajira kwa vijana, hususan katika maeneo kama ya kuongoza watalii, katika maeneo ya malazi, katika maeneo ya usafiri, katika maeneo ya sanaa kwa maana ya uchongaji wa vinyago pamoja na picha. Kwa hayo tu ni sehemu ya mambo ambayo tunayafanya katika tunaongeza ajira hususan kwa vijana na wanawake. Lakini jambo la pili kuhusu viashiria vya mafanikio ambavyo serikali imekuwa ikifanya kupitia taasisi zetu za kiserikali ndani, kwa maana ukiangalia taasisi ya Benki Kuu ya Taifa, uhamiaji, bodi ya utalii na Kamisheni ya Utalii Zanzibar, zimekuwa zikitoa chapisho la kila mwaka kwa maana linalotoa zile taarifa za mwenendo wa utalii hapa nchini. Lakini vile vile tumekuwa tukitumia kitu kinaitwa Visitor Tourism Exit Survey, kwa maana utafiti mdogo pale watalii wanapotoka nchini, imekuwa ni sehemu ya kuonyesha ule mwenendo na viashirio vya watalii hapa nchini. Kwa hayo ni maeneo ambayo unaweza kuenda ukapata hizo KPIs ambazo Mheshimiwa mbunge amezieleza. Asante sana Mheshimiwa.